subscribe to my channel. And also press this bell icon. Katika dabi ya Kariakoo Juni 15 pale katika uwanja Benjamin Mkapa, Young Africans yakimkaribisha Simba. Kuna namna ambavyo dabi zimesalia siku chache sana. Nipo na Yusufu hapa kuangalia kwa namna ambavyo Simba anaingiaje kwenye mchezo huo, lakini pia Young Africans anaingiaje kwenye mchezo huo. Na hili sakata linaleta taswira gani kwenye hii dabi ya Kariakoo? Yusufu, upo vizuri? Mimi niko vizuri na mambo yanasonga. Mungu ni mwema. Alhamisi leo hizi zimesalia siku chache sana kuelekea kwenye mchezo wa dabi ya Kariakoo. Of course ni siku mbili zimesalia. Sakata la Young Africans na TFF kusema kwamba Young Africans hawapeleki timu uwanjani, lakini Simba wanajiandaa na maandalizi. Hii taswira ni taswira ina gani kwa upande wako kuelekea kwenye hii mechi ya dabi? Kwanza ukija kwenye ile sakata la Young Africans na TFF, kwa hivyo sasa unajua limetoka kwenye bodi ya ligi limekuja kwenye TFF. Na nafikiri pia kuna namna kila ukijaribu kutaka kuitetea TFF unagundua ndivyo ambavyo kadri wanavyothibitisha kwamba kuna namna ambavyo amekuwa kianguka kwenye maamuzi ambayo wanayofanya. Kwa nini nazungumza hivyo? Kwa sababu wakati ambao wameahirisha dabi ya Kariakoo, taswira pekee ama kauli ambayo walikuja nao ni kwamba waliahirisha dabi ya Kariakoo kwa sababu ya viashiria vya rushwa ambavyo waliviona, lakini pia kulinda usalama wa raia. Sio kila mmoja, baadhi ya watu tuliunga mkono kwamba ni maamuzi mazuri ambayo yalifanyika. Lakini kwa hili sakata la kudaiwa na Young Africans ni sakata ambalo binafsi limekuja kunikata maini kabisa. Kwako binafsi Yusufu, hili sakata la Young Africans na TFF limenikata maini kabisa, ni kuniondoa kabisa kuiamini kwamba TFF ina watu sahihi wa kusimamia mpira. Kwa nini? Kwa sababu kila siku tunapiga kelele kuona vilabu vyetu vinapiga hatua kwenye namna ya kuendelea kimpira, lakini kwa hiki ambacho anakifanya TFF maana yake wao ndio wanakwamisha maendeleo ya hivi vilabu. Kwa nini? Kwa sababu Young Africans ili tuitaje kama klabu bora inahitaji kuwa na wachezaji bora, si ndio? Na ili iwe klabu bora lazima ishinde mataji, sio? Na ili ishinde mataji maana yake lazima ipate haki yake ya kila ambacho nakishindania. Sasa haiwezekani klabu inatumia gharama kubwa kuleta wachezaji wenye hiyo quality ya kushindana na kuwafanya wachezaji wafikie malengo, alafu kile ambacho anakishindania kinageuka kuwa kama ni mkopo tena, yani unakopesha. Unajua? Kwa maana hiyo Young Africans sio kama hawahitaji kuendelea kubaki na wachezaji bora kama kina Fisto Kalala, Mayele, kina Stefana Ziki, lakini ili wabakishe hao wachezaji unahitaji kiasi cha pesa uwe nacho. Sasa kama kiasi cha pesa ambacho unatamani kuwa nacho ndio hicho, unakuwa unaikopesha mamlaka ambayo inakusimamia, maana yake ni kinyume na taratibu ama na sheria ambavyo zinataka. Kwako Yusufu, hili sakata la TFF na Young Africans, Young Africans kujibishana na TFF, Young Africans kuabishana na TFF, lakini nimeona uliposti ukasema kauli ya Wallace Karia akasema kwamba siku zote ukishindana na mamlaka utaumia. Ni kwa nini uliposti ile clip baada ya Wallace Karia kuzungumza vile angalikuwa kuna hili sakata linaendelea Young Africans na TFF? Kwa sababu hiki anachokifanya Alikamwe hivi sasa, unajua anakifanya kwa sababu anaamini yuko sahihi. Na yuko sahihi kwa sababu ana madai ambayo of course kila mmoja akiasikiliza anaona kabisa Young Africans anaoja. Lakini sioni kama Ali Shaban Kamwe anaweza kafua dafu mbele ya TFF tunakoendea. Naomba urudie. Sioni Ali Shaban Kamwe akifua dafu mbele ya TFF tunakoendea. Yani atachagua mawili, aidha kuendelea kuwa msemaji ama kuachana na mpira kabisa, kwa maana ya kufungiwa ama kuto kujihusisha na mpira tena, kwa sababu naomba urudie Alikamwe. Kwa hiki anachokifanya Alikamwe kwa hivi sasa watu tunamwacha kwa sababu anaamini kama watamfungia ni kama wataonekana ni kama wanampunguza makali Ali Shaban Kamwe. Na kwa hivi sasa Alikamwe ataachwa afanye chochote anacho hisi kwake ni sawa. Lakini ukumbuke kama sio haya madai hadi hivi sasa Ali Shaban Kamwe angekuwa amepigwa faini ama amefungiwa. Sasa tunakoendea sioni kama Ali Shaban Kamwe anaweza akafua dafu mbele ya mamlaka ambayo anashindana nayo. Kwa maana atachagua aidha afungiwe na kupigwa faini kabisa asijihusishe na mpira maisha yake yote, ama aendelee kusimama vile ambavyo amesimama hadi hivi sasa. Kwa hiyo hiki anachokifanya Alikamwe hivi sasa of course tutamuona yuko sahihi, lakini binafsi niko nazungumza nikiwa hapa. Iko siku utaamini haya maneno. Sioni Ali Shaban Kamwe akifua dafu mbele ya TFF tunakoendea. Young Africans wenyewe wataumia kama ulivyoposti ile kauli kusema kwamba siku zote ukishinda na mamlaka utaumia. Yaani kama sio Ali Shaban Kamwe basi Young Africans ambaye ataumia. Kwa sababu kwa nini? Imekuwa ni
nakumbuka Wallace Karia amewahi kuzungumza kwamba katika uongozi wake miongoni mwa klabu ambayo imenufaika sana ni Young Africans, sio? Na iko hivyo katika misimu mitatu mfululizo Young Africans ambaye amekuwa bingwa, lakini hapo mdhamini wake mkuu ambaye ni GSM amepewa nafasi ya kudhamini vilabu karibia 8 kama sio 7, sio? Maana yake hayo yote ni kunufaika, sio? Sasa tunakoendea maana yake TFF hatakuwa akimfavor tena Young Africans, bali atakuwa anatumia sheria, na kama atatumia sheria asilimia kubwa sana Young Africans anakwenda kukumia, kwa sababu asilimia kadhaa ya vilabu vyetu vinategemea busara ili kuweza kujiendesha vyenyewe. Kwa maana ili viweze kufikia malengo ama kuweza kutimiza baadhi ya matakwa yao, lazima busara itumike. Lakini tukikuwa tunafuata sheria, maana yake kuna vilabu visingekuwa vinafua dafu hadi hivi sasa. Kwa hiyo wanachokitengeneza hivi sasa Young Africans, matokeo yake watayaona baadaye. Yusufu, tukiachana na hilo, kuna namna ambavyo huu mchezo wa dabi ya Kariakoo tumezungumzia zimesalia siku chache sana. Unaiona taswira gani inaenda kutumika tarehe 15? Ni Young Africans kanuni na sheria zitawahukumu na Simba kunufaika na kanuni na hizi sheria ambazo tunazungumza mimi na wewe? Na mimi binafsi hapa ndo nataka kudhibitisha kwamba bodi ya ligi na TFF kiujumla ni namna gani ambavyo ina mamlaka ama ina nguvu kwenye haya mazingira ambayo ni magumu wanayoyapitia hivi sasa. Yaani tarehe 15 mimi ndo nataka kudhibitisha kwamba ukubwa wa ligi kuu kwa maana ya TFF pamoja na bodi ya ligi kwenye namna ya kuzifuata sheria namna ambavyo zinataka. Kwa sababu kauli ambayo Young Africans yanayo hivi sasa, hatokatwa alama yoyote, hatoshushwa daraja na hatoshiriki mchezo wa tarehe 15. Sasa nataka kuona ikitokea Young Africans haja shiriki kwenye mchezo wa tarehe 15, nini ambacho TFF atakiamua, nini ambacho bodi ya ligi atakuja nacho kulingana na sheria ambazo zinaitaka. Kama ni kweli hadi hivi sasa hawajatoa kauli yoyote kwa maana kumaanisha kama dabi labda imeahirishwa, kwa maana kauli yao dabi iko pale pale, si ndio? Kwa hiyo kama dabi iko pale pale, maana yake anachokifanya Simba hivi sasa ni kufanya maandalizi ya kwenda kucheza dabi ya tarehe 15 kama ambavyo kwa Yanga pia inatakiwa afanye. Sasa kama ikitokea Young Africans hajashiriki mchezo, maana yake Simba moja kwa moja anakwenda kunufaika kwa kupewa alama 3 pamoja na mabao 3. Sasa je, kwa hii kauli ambayo Young Africans amekuwa nayo ya vitisho mbele ya TFF, ni namna gani ambavyo TFF pamoja na bodi ya ligi anaweza akathibitisha kwamba yeye bado ndiye baba wa ligi yetu kwenye namna ya kuzifuata sheria na kanuni ambazo zinataka, kama ambavyo Yanga wao wanataka isitumike busara, itumike sheria na kanuni kama ambavyo mpira unataka. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi natamani kuona tarehe 15 nini ambacho kitatokea, japokuwa sioni kama dabi itakuwepo kwa maana ya Young Africans kama anaenda uwanjani, sioni. Sasa nataka kuona kama hajaenda uwanjani nini ambacho kinatokea. Lakini kwa namna moja ama nyingine ukitazama, of course Young Africans anaoja kwa upande wake, lakini kwenye mazingira ambayo anataka kuileta ndo sehemu pekee ambayo anakosea, kwa sababu anavobishana na TFF akumbuke anabishana mamlaka ambayo ndio inamuongoza kwenye hii safari ya mpira, sio? Maana yake kama sio leo au kesho, ziko nyakati ambazo Yanga atapaswa kurudi tena TFF, aidha kwa kutaka asaidiwe kwa jambo fulani ama kwa kutaka asaidiwe kuweza kufikia kila anachokihitaji. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi natamani kuona tarehe 15 nini ambacho kitatokea, lakini kama itachezwa dabi itakuwa jambo zuri, kwa sababu ni mechi pekee ambayo imekuwa ikigusa hisia za watu wengi na ndio mechi pekee ambayo inakutanisha watu wengi. Lakini kama hii mechi itachezwa, maana yake itakuwa ina mvuto, kwa sababu tumezoea kuona shamla kuelekea kwenye mechi kama hii kabla, kwa maana wiki moja kabla ya mechi ama siku kadhaa kabla ya mechi, huwa kuna namna ambavyo watu tazama hii dabi ama wanakuwa wanaizungumza. Lakini hadi hivi sasa ukitazama ni dabi ambayo imepoa na hakuna ambaye anaizungumza. Kwa hiyo inamaanisha kwamba dabi ya msimu imekuwa ni dabi, ama hii raundi ya pili imekuwa ni dabi ambayo imekuwa na makando kiasi ambacho uone kama inaweza ikawa na mvuto kwa asilimia kadhaa ambazo umekuwa nazo. Kwa hiyo binafsi natamani kuona nini ambacho kitatokea tarehe 15. Yusufu, tukiwa tunamalizia Simba huenda msimu huu akanyanyua makwapa kirahisi sana kama sheria na kanuni itatumika Juni 15. Ya, kama sheria itafuatwa, Simba anakwenda kunufaika kwa namna yote, kwa sababu kama atapata alama 3, maana yake
ni kama Young Africans atakuwa amedondosha zile alama 3. Kwa hiyo katika zile kwa maana katika ile alama 1 ambayo anaongoza Simba ndo atakuwa anaongoza kwa alama 2. Sio? Kama atakuwa anaongoza kwa alama 2 bado ana michezo mikononi. Ana mchezo dhidi ya Ken Gold lakini pia Kagera, sio? Kama atafanikiwa kukusanya hizo alama 6 kwa namna yote Young Africans atakuwa bado anadaiwa alama 2. Sasa kama Simba ndo atakuwa anaongoza, maana yake Simba ndo anakwenda kubeba ubingwa. Kwa hiyo ni namna gani sasa ambavyo Simba anakwenda kunufaika na tayari na kwa namna gani ambavyo Yanga watakuwa tayari kuona Simba anakwenda kutawazwa kuwa bingwa kirahisi kiasi ambacho hakuna mbali tarajia, ndio kitu pekee ambacho wengi wanatamani kukiona. Yusufu, hii taswira ya Young Africans, migogoro ambayo inaendelea kwenye klabu yao, inaleta taswira gani kwa namna ambavyo klabu kubwa kama Young Africans kuingia kwenye migogoro kama hii? Kwanza ileti taswira nzuri kwa sababu ni klabu ambayo inatumika kama mifano kwa baadhi ya virabu vyenye madaraja ya kati. Lakini binafsi hapa ndo narudi kujiuliza, rais wa virabu barani Afrika ambaye ni Engineer El Said, kazi yake ni nini? Unarudi? Hapa ukilitazama mgogoro wa TFF pamoja na Young Africans, ama mgogoro wa Young Africans kuhusiana na dabi ya Kariakoo, ndo narudi kujiuliza kazi ya rais wa virabu barani Afrika ni ipi? Angali kwenye klabu yake kuna madudu yanaendelea. Angali kwenye klabu yake kuna madudu yanaendelea, ama kwenye ligi yake madudu yanaendelea. Je, kazi gani ambayo yeye anaifanya akiwa kama rais wa virabu barani Afrika? Nauliza Engineer Elsi kwamba kazi gani ambayo anaifanya kama rais wa virabu barani Afrika? Kwa sababu sijai kuona ama labda watufafanulie kazi ya rais wa virabu barani Afrika ni ipi? Yani anafanya kazi gani? Kwa sababu sijai kuona hata barani Afrika labda atokee kwenye baadhi ya migogoro kama hii akazungumza. Sioni. Na ni kitu ambacho kinaenda hadi hivi sasa karibia miezi mingapi hivi sasa? Mitatu, si ndio? Lakini hajatoa neno lolote kuhusiana na hili. Kwa binafsi naenda mbele na kujiuliza, hii kazi ambayo rais wa virabu barani Afrika nayo ni ipi? Kwa sababu kila siku naona anasafiri, mara tuna vikao, si yuko huku. Ni mmoja kati ya viongozi ambao ni wasomi sana, lakini sioni akitumia ile busara yake kuamua mambo kama haya, na akiwa anashinikiza klabu yake isicheze mchezo. Akiwa mstari wa mbele kusema kwamba nakumbuka ndo alikuwa mstari wa mbele kusema kwamba katika mechi ambazo zimesalia dabi haiko miongoni mwa zile mechi ambazo zimesalia. Sasa huyu ni kiongozi wa namna gani? Labda binafsi inawezekana ni udogo wa kifikra ambao niko nao ama maarifa madogo ambao niko nao, lakini natamani kupata ufafanuzi ni ipi kazi ya rais wa virabu barani Afrika ambao anayo yeye kama rais wa virabu barani. Ni ipi kazi ya Engineer Elsi ambao amehoji Yusufu kwa namna ambayo tumechagiza sana kuelekea dabi ya Kariakoo? Yusufu, hii dabi ya Kariakoo tumeizungumza mara nyingi sana, tumeizungumza kwa namna ambayo masakata yanaendelea, lakini natumai hii ndio itakuwa interview yangu ya mwisho kuelekea katika mchezo wa Juni 15. Kama una neno la mwisho la kumalizia, tutakutana mimi na wewe Jumapili kwa namna ambavyo kwenye mchezo huu. Neno la mwisho, binafsi natamani kuona kwamba Young Africans wakiacha hii migogoro na kwenda kucheza dabi, kwa sababu mwisho wa yote hatutaangalia kwamba nini ambacho kilitokea msimu 2024 2025. Tutaangalia ni timu gani ambayo imetoa taji, si ndio? Haijalishi taji umelitoa kwa namna gani. Ikitokea Simba ndio ametawazwa kuwa bingwa kisheria, hatutaangalia kwamba msimu kadhaa Simba alitoa ligi kwa njia zipi. Tutaangalia katika historia Simba ametoa ubingwa 2024 2025. Kwa hiyo hii migogoro ambayo uko nayo ifike wakati waiweke pembeni, halafu swala la dabi libaki pale pale. Kwa maana kama migogoro iko ya kudaiana na TFF, basi dabi kwanza ihakikishe inachezwa, kwa sababu kitakacho ihukumu ama hizi sheria zitakazofuatwa za Simba kupewa alama 3 na Young Africans kukatwa alama 15, sio tena mguto, sio bodi ya ligi, lakini ni sheria ambazo kila klabu ambayo inashiriki ligi kuu ya NBC Premier League inazijua. Kwa sababu kabla ya ligi kuanza, hivi virabu huwa vinashirikishwa kile ambacho kinaendelea na huwa zina muongozo wa nini ambacho kinafanyika kwenye msimu husika. Kwa hiyo Young Africans wanajua kabisa timu asiposhiriki kwenye mchezo husika pasina sababu, kuna namna ambavyo timu pinzani inakwenda kunufaika kupewa alama 3 na mabao 3. Hiki ni kitu ambacho Yanga nakijua, sio kigeni. Hakitakuwa mara ya kwanza. Nakumbuka hata Simba amewahi kupewa hizi alama 3 hivi. Kwa hiyo
wasijizime data kiasi ambacho wakasahau hizi sheria ni wao pia walijiwekea. Naomba urudie. Young Africans Wasijisaurishe ama wasijizime data kwa kusahau ama kujisaurisha ya kujua kwamba wajibu wa timu inapaswa kucheza mechi kama ambavyo sheria inataka, na timu ziko 16 lazima mechi zote zichezwe kama ambavyo sheria inataka. Ikitokea hujashiriki mchezo, mwenzio ananufaika kwa alama 3. Kwa hiyo Young Africans waachane na migogoro ambayo nafikiri haina ulazima kwa sasa. Of course ukiwasikiliza unawaelewa kwa sababu wanaoja. Wanachokililia ni haki yao. Nawaelewa kabisa kwa sababu kitendo binafsi nimezungumza hapa, wanachokifanya TFF pia ni utoto. Kwa sababu why huo unakata madeni jukwaju? Yani ni sheria gani ambayo inaruhusu hivyo TFF kufanya hivyo, kwamba zawadi ambayo mtu anapaswa kuipata kama motisha ni ya kila ambacho amekifanya, then wewe unakuwa unaikata jukwaju. Lakini sasa turudi kwenye migogoro, tuiweke pembeni, halafu maisha mengine yaendelee, kwa maana kuwe kuna maisha baada ya migogoro. Kuwe kuna maisha baada ya migogoro. Yusufu, shukrani sana kwa leo ndugu yangu. Unisaidie kujua majukumu ya rais wa virabu barani Afrika ni yapi kufika Jumapili. Tuweke nukta. Asante.